Sasa mambo ya mahakama ni sawa, tutaacha mahakamani, na mwanasheria mkuu wa chama chetu Dr. Nshala pamoja na mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu watakuwa wanaendelea kutoa updates na kuyazungumza masuala haya kitaalam zaidi kwa kadri ambavyo siku zitakavyokuwa zinaendelea. Lakini niseme kwamba kama chama tumepokea salamu za kututia moyo, solidarity, salamu za kututia moyo na kuungana na sisi. Nichukue fursa hii kuregister kupokea salamu ambazo zimetumwa pia katika public, zipo kwenye public domain kupitia mitandao ya kijamii. Kwa nikiri kwamba tumepokea salamu zinazoonyesha solidarity kutoka kwa Martha Karua. Huyu ni mwanasiasa machachari kutoka Kenya. Kwa hiyo tumepokea salamu za kututia moyo na kwamba wako pamoja na sisi. Tumepokea salamu kutoka kwa mwanasiasa Bob Wine kutoka nchini Uganda, ambaye naye ameonyesha kutunga mkono na kwamba yuko pamoja na sisi. Nilipokea salamu kutoka chama cha ACT Wazalendo, wametutia moyo. Tuna salamu kutoka kwa wakili maarufu sana duniani Robert Amsterdam, maarufu kama Bob Amsterdam. Huyu ni wakili maarufu na ambaye bila shaka atakuwepo katika bench la mawakili ambao watakuwa wakitoa ushauri juu ya mwenendo wa kesi hii. Lakini tuna taasisi mbalimbali, IDU, International Democratic Union, nao wametoa salamu, umoja wa vyama vya kidemokrasia duniani. Tuna taasisi Legal and Human Rights Center kupitia mkurugenzi wake, tumepokea salamu za solidarity. Viongozi wa dini, na kwa kweli nikiri, viongozi wa dini kwa kweli toka juzi jana na mpaka leo asubuhi, mpaka wakati ninakuja hapa asubuhi, kwa dakika 10 maaskofu 4 walikuwa wamejiunganisha kwa pamoja na wakawa wamenifanyia sala maalum kabisa kwa niaba ya chama for 10 minutes. Kwa hivyo viongozi wa dini, ninapokea maaskofu, mashehe, wachungaji, mapadri ambao wote mmefikisha salamu za solidarity, tumezipokea. Na katika eneo hili nikiri kwa commitment ya viongozi wa dini ambayo jana wako 7 walinishirikisha. Wako watu wacha Mungu wanaomuomba Mungu sana, na sisi kama chama, na wala siwezi kuona aibu kabisa ya kwamba sisi katika chama tunamtaja Mungu wa kweli aliye hai. Hilo hatutalionea aibu. Tunamtaja Mungu, na Mungu ni kila kitu katika chama chetu. Na hata tunapoanza huwa tunaanza kwa sala. Tutasali kwa dini ya Kikristo, tutasali kwa dini ya Kiislamu, na tunapohitimisha tunahitimisha kwa sala. Kwa hivyo nikiri bila aibu kwamba Mungu ni kila kitu katika chama chetu. Na hata tutaposhindwa na mambo yote yakiwa magumu, basi sisi tutakimbilia na tutamlilia Mungu. Kwa hivyo nipokee kile ambacho viongozi wa dini walinishirikisha jana, kwamba wataingia katika maombi ya kumlilia Mungu na kwamba Mungu atoe uelekeo. Nimepokea hizo jumbe mbalimbali ambazo ni prophetic, na yote ambayo mmeniambia, basi tunamwamini Mungu kwamba atatuvusha. Na hivyo kauli yenu ya kwamba mpo pamoja na sisi, basi nasi tunaipokea. Mimi niseme tu kwenye hili linaloendelea la mwenyekiti wetu na chama chetu, niseme tu kwamba hii ndoana walioimeza wataitapika, na kwa bahati mbaya sana watakapoitapika itatoka na maini. Utukufu wa mwisho wa safari hii utakuwa mkubwa sana kuliko utukufu mwingine wa kipindi kingine chochote kile. Nihitimishe kwa kutoa wito kwa Watanzania wote. Na wito huu ni rejea ya kile ambacho makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche alikitoa jana kwenye taarifa rasmi ya chama ambayo ilisambazwa kwa vyombo vya habari. Hivyo niweke rejea ya taarifa ambayo makamu mwenyekiti alitoa, nami niiweke kama wito hapa,
kwamba Watanzania wote wapenda mabadiliko, wanachadema, tusikubali uovu utawale. Iko methali hii inayosema kwamba wenye haki wakikaa kimya uovu unatawala. Kwa hivyo Watanzania tusikae kimya, tusikubali, na kila mmoja kwa namna ambavyo hapendezwi, haridhishwi na mwenendo kwa uzoefu wa chaguzi tulizozipitia, basi toka, onyesha hisia yako kwa kununa au kwa njia yoyote ile ambayo unadhani ukionyesha dunia itakuona, serikali itakuona, na Mungu wa kweli atakuelewa kwamba umenuna kwa haki au umefanya expression ya kile usichokipenda kwa haki. Kwa hivyo ninatoa wito kwa Watanzania ambao hampendezwi, ambao hamridhishwi, ambao mnapenda amani ya taifa hili, na ambao mnakubali na kutaka twende kwenye chaguzi ambazo zinaaminika. Ukipiga kura ihesabiwe, ithaminike, aliyeshinda ashinde kwa haki, aliyeshindwa ashinde kwa haki. Basi usikae kimya, fanya lile ambalo unadhani ukilifanya dunia itakuona, itakuelewa, na Mungu atakuheshimu. Ni hivi jamani, Watanzania wenzangu, yoyote anayesimamia haki, Mungu anakuwa upande wake, na haya tunayoyasema ni mambo ya haki. Kwa hivyo Mungu atakuwa upande wetu. Ni kweli walio kwenye madaraka watataja dola, watataja polisi, watataja majeshi, watataja nguvu, watakuwa na kiburi, watayadharau haya tunayoyasema, na watatuzushia maneno ya uongo, watatutisha. Lakini sisi tunaosimama kwa haki tutalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi, na mimi ninaamini kabisa tutashinda haya, na serikali hichi kiburi kitaisha. Watayafanya haya ambayo Watanzania wanayataka, kwa sababu ni mambo ya haki. Hayapo, sio madai ya kuvunja amani, utulivu na mshikamano wa taifa letu. Ni mambo ya kujenga. Kwa mimi ninaamini kabisa, kwa sababu tuko upande wa haki na Mungu yuko upande wa watu wanaosimamia haki. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, polisi, ninawasihi afande IGP Camillus, ninakusihi sana, wewe na jeshi unaloliongoza, msiingie katika hila na hujuma ya kufrustrate utendaji wa vyama vya siasa. Tuacheni tufanye kazi ya siasa. Maneno ya siasa yana ladha yake, yana utamu wake, yana mbwembwe zake. Hivi unafahamu mwanasiasa akisema tutawachinjilia mbali, it doesn't mean kwamba eti kuna watu watakapo wanashikwa makoromeo wanaanza kukatwa na misumeno na mleni. Hapana, ndio lugha za siasa ambazo zina register ukakamavu ya kile mnachokiamini. Kwa hivyo polisi, msitupangie mambo ya kusema au kujifanya mnajua sana kutafsiri misamiati ya Kiswahili na hizi lugha za kisiasa. Fanyeni kazi yenu, lindeni watu, tembeni kwenye patrol huko, watu wanatekwa, lindeni watu, msituingilie na msiingie kwenye mtego wa kukilinda Chama cha Mapinduzi. Mtatukwaza, na mtakapotukwaza, tukikwazika, kwa kweli tutapoteza kuaminiana. Tutapoteza kuaminiana, na hatutamani tufike kwenye hiyo level ya kupoteza kuaminiana, kwa sababu tunaifahamu na kuheshimu nafasi ya polisi katika taifa letu. Tunaweza tukajaribu kuimagine kwa ufupi tu, usiwe na polisi pasiwepo na polisi kwa siku mbili tu au siku moja, pata kuaje? Si tutaparaganyika humu. Kwa tunaiheshimu nafasi yenu, tunaiheshimu nafasi yenu, tunaithamini nafasi yenu. Sasa mnavyotupeleka tutashindwa kuamini. Ninakusihi sana afande IGP Camillus, tafadhali sana, wewe na jeshi lako, tafadhali sana, fanyeni kazi yenu na tusichokozane, tusikwazane, tuisingiliane, tusizushiane ili tusije tukapoteza kuaminiana. Shughulikeni na mambo ambayo kimsingi ndio issues sensitive za nchi hii. Watu wamepotea, watu wametekwa, Tundu Lissu alipigwa risasi, alafu mnalifanyia tu drama.
hakuna yanayoendelea, mnatukwaza sana, na mkitufikisha mahali tukapoteza kuaminiana, itakuwa sio jambo jema na halina afya kwa taifa letu. Na mwisho, kwa msisitizo wa kipekee wa aina yake, ninaomba niliite taifa la Tanzania kwenye maombi. Ninaomba niliite